Sio kweli, lakini watu wanatengeneza tu njia ya kuweza kupata wao maarufu kwa ajili ya kusema wale. Yes, karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Wide TV. Hakikisha una like, una comment na unabofya alama ya kengele. Popote ulipo, sisi kawaida yetu kukuletea zile habari ambazo zina hit, zina trend, zinashikika na zinazidi kuwa headline katika vichwa vya Watanzania na ulimwengu kwa ujumla. Au sio? Mimi naitwa Nyu kutokea hapa Wide TV, na leo story ambayo tumeamua tukuletea siku ya leo ni story ambayo inamhusu mama yetu Khadija Kopa. Unajua ukimzungumzia Khadija Kopa basi unamzungumzia mama ambaye amekuwa na mchango mwingi sana kwenye sanaa ya Tanzania, hasa kwa upande wa taarabu. Ndio maana mpaka akaja kupewa lile jina la Malkia wa Taarabu, Malkia wa Mipasho Tanzania. Khadija Kopa ni mama ambaye kafanya mambo mengi kwenye ile game. Kaanza kitambo kutoka enzi zile za magazeti, kabla hii mitandao ya kijamii haijawa mingi. Bado Khadija Kopa alikuwa anachorwa pale, lazima ukute picha katika zile performance za sherehe ya Uhuru, sijui kwenye muungano, sijui rais anaenda kufanya nini. Nazungumza miaka zaidi ya 20 kurudi nyuma. Khadija Kopa lazima ulikuwa unamkuta kwenye zile list ya wasanii ambao wanaenda kukifanya au wanaenda kukiwasha. Kwa hiyo ni mchango mkubwa ambao tunauona mpaka sasa hivi tunavyozungumza. Khadija Kopa bado amekuwa kama sign ya taarabu, hasa kutoka katika ukanda wetu wa East Africa Tanzania. Ukizungumzia taarabu unajua unaikuta katika mwambao wa Zanzibar, Pemba, Dar es Salaam, Mombasa, Kenya, sehemu kama hizo. Kwa hiyo lazima Khadija Kopa kwamba ametokea Zanzibar, vitu kama hivyo lazima azidi kuwanyosha. Na story ambayo tukuletele hii bwana, inajulikana kwamba Khadija Kopa ndo mama mzazi wa dada yetu Zuchu. Na Zuchu inajulikana kabisa ndo mpenzi wa msanii kutoka Tanzania Diamond Platnumz. Kwa hizo list tatu nilizotaja, ukimzungumzia Omar Kopa, Khadija Kopa, ukamzungumzia Zuchu, ukamzungumzia Diamond, hizo zote sasa hivi ni icon za muziki wetu wa Tanzania, ni icon za East Africa, pia zishakuwa icon katika mabara mengine. By the way, ukimzungumzia Diamond Platnumz unamzungumzia msanii ambaye tunategemea wiki ijayo aende kupiga show katika nchi kubwa Uingereza kule, Marekani kashafika. Kwa ni msanii ambaye ameshavunja rekodi. Story ambayo nikusogezea leo bwana ni story ambayo Khadija Kopa kafanya interview na sister fulani kutokea katika media ya online kutokea hapa Tanzania, ambapo ameweza kufunguka mengi ambayo hata wengine tulikuwa ategemei kama yanajulikana. Usio sakata la uchawi, Ningekuwa roho yangu nyepesi, ningekuwa kuimba shaji. Akifa mtu nimemuua mimi. Khadija Kopa leo bwana kamua. Akifa muimbaji nimemuua mimi. Aweke wazi kwamba Khadija Kopa tangu anaanza mziki, basi wasanii walipokuwa wakifariki, wakipata majanga, shutuma laama zinatupiwa Khadija Kopa kwamba yeye ndo kahusika kuwaua. Hata kama mtu akipata ajali, basi Khadija Kopa atanyoshwa kidole, kwa sababu ni mmoja wa msanii ambaye alionekana anazidi kutenda matatizo au kutenda nini, lakini alichojibu kwamba yeye amekuwa akimwamini Mwenyezi Mungu. Namsikiliza hapa anachokisema. Lakini mawazo yao kwenye vichwa vyao vyako hivyo. Ila mimi uzuri wake namtegemea Mwenyezi Mungu. Nadhani ndio hicho kinachonifanya niwe kujibu shutuma ambazo amekuwa akipewa kwamba anachochea ndoa ya mtoto wake na Diamond, kufunga ndoa wote. Alichokijibu kwamba wale wote ni watu wazima, amna anaweza kumshauri. Diamond kazaliwa na Sandra na kalelewa na pia kashakuwa mtu mzima. Hata vile Zuchu kazaliwa na yeye, ila kashakuwa mtu mzima. Kila mtu alipo hapo anaweza akabeba dhambi zake mwenyewe. Kwa hiyo likija swala la maisha au mahusiano, ndoa, hataki kuingilia vichwa vyao. Inalile sakata la, kama unakumbuka kipindi kile tuliweza kuona Zuchu alitrendi, kama unaikumbuka ile clip ambayo walikuwa Zanzibar wanapiga mdundiko, kama wanaongea fulani, watu wa mipasho, watu wengi wakamnyoshia kidole mpenzi mwenzake na Diamond, ambaye walidai kwamba washaachana Mrs. Lita. Ila leo kama wako kujibu kwamba imekuwa kawaida yake na taarabu ni mipasho. Kwa hiyo kama kuna mtu anahisi alizungumziwa, basi ajiangalie, lakini yeye akosika kuzungumziwa. Kubwa kuliko ni story kwamba Zuchu amekuwa kinyoshoa kidole kwamba ni kinganga
kwa Diamond. Amemngangania Diamond mbali na matukio ambaye amekuwa akikutana nayo, no, situation ambazo akikutana nazo. Ila pia kwa Diamond, Zuchu yeye ameonekana kwa Diamond kama hakati tamaa fulani, mpaka watu wakaenda mbali kwamba huenda Zuchu anaweza kawa amemchanganyia madaa, no, wale watoto wa Kipemba. Kidole kikaenda zaidi mpaka kamnyoshea hadi Yakopa, mama mzazi wa Zuchu, kwamba watakuwa wanahusika kumlonga Diamond ili wapate ndoa. Mama akakataa hilo jambo kwamba hahusiki na kumloga Diamond. Na ukimsikiliza hapo kwenye interview anajibu yeye mwenyewe kwamba hahusiki kabisa na mambo ya kichawi, wala hajawahi kuenda kwa mganga kumloga Diamond ili amoe Zuchu. Yeye anamwamini sana Mungu kuliko kila kitu. Kitu ambacho nimekipenda kwa dada yetu Zuchu, sio mtu ukata tamaa kwa Diamond. Mkabidhi kila kitu chake. Japo wasanii wengi wamepita Wasafi, ningekuwa simkabidhi Mungu, ningekuwa nishaje hii kazi. Lakini huyu ambaye ni msanii alafu ni mpenzi wake, tutegemea anaweza akadumu, kwa sababu kama sio mapenzi basi kuna kazi. Vitu vile kawaida ya maisha yetu ya binadamu. Yote ni maisha yetu kibinadamu. Kwa sasa kama wewe kitu kimekutokezea, wewe unahisi labda unaibwa wewe, kuona kazi inaweza kuvunjika, mapenzi hapo bado vile tunazidi kuona. Kwa hadi Yakopa alichoamua kwamba ni kuweka sawa vitu vitatu, kwamba yeye sio mchawi, aje kuloga msanii mwenzake mpaka kupoteza, wala hawezi kuingilia mahusiano ya watoto wake kwa sababu wale wote ni wakubwa na wanajitambua. Afu vile kaenda direct kwamba hapendi kuona watu wakiwa wanamzungumzia mtoto wake vibaya. Kama mama hawezi kukaa kimya. Unakumbuka kwamba mtoto wake alikuwa akiatakiwa sana na baadhi ya celebrity, waandishi wa habari, fans na mashabiki kibao, wakimtupia maneno na ujumbe tofauti, kitu ambacho sometimes kinafanya hadi Yakopa anaamua kuja public na kutoa neno na kuongea. Watu wengine wanaona kama hadi Yakopa anakuwa anakosea. Hadi Yakopa alichokisema kwamba mimi ni mama, no, na Zuchu ni mwanangu. Kuna muda inakuja ile alisea mwanangu mimi mama, na uvaa ule usika wa mzazi. Kwa nini msakame mwanangu ingali bado niko hai, no? Kwa hiyo anasema kwamba hatukubali kumuona mtoto wake anantamwa, anasakamwa, ananyushia kidole ingali yuko hai. Ni hadi Yakopa kutokea katika visiwa vya Pemba na Unguja Zanzibar, huko ambapo ana utawala wake, ana utawala Tanzania, ana utawala East Africa. Ameamua afunguke kwa mara ya kwanza masakata kama haya ambayo yamekuwa kiamondama, hasa swala la uchawi na kutumia sana waganga kwenye tasnia na kwenye mambo yake yote. Mimi ni Twenyu kutokea hapa Power TV. Thank you, endelea kusubscribe.